Yes, mambo vipi mtazamaji wa Ricky Media? Mimi naitwa Ricky na hii hapa ni Business Talk. Of course, tuko hapa kuzungumza kuhusiana na biashara, lakini leo nimeamua kumwalika moja kati ya watu ambao mimi kwa upande wangu wanamfuatilia sana kwenye social media. Ni mtu ambaye anaonesha ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukatumia social media, tukatumia mitandao kwa ujumla kuweza kuingiza kipato pasipo kulialia, bila jasho, bila nini. Jasho lipo lakini la ndani. Siwezi kusema bila jasho kwa sababu kuitengeneza hiyo channel na influence pia inahitaji umestruggle sana, right? Yeah. Mambo vipi mzee wangu? Asante mzee. Uko fresh kabisa? Yeah, nimefurahi sana. Sikulia maiki kidogo tajiri yangu. Poa, nimefurahi sana kwa hapa. Okay. Sawa, Watanzania wataka kufahamu kwa majina yako, of course. Kwa wale ambao hawakufahamu. Bwana, mimi naitwa Baraka Mafole. Wengi wanapenda kuniita digital nomad. Okay. But mabinti kidogo waliamua kuniita our favorite tech bro. Mabinti wapi? Mmoja kati ya binti ile kuumiza kipindi cha nyuma. Tena hiyo story. Wengi ambao wakiwa huko unajua story ile jina our favorite tech bro bana. Kama ilikuja sio kama mimi nilijipa yale mambo kwamba mtu simu yake imesumbua kitu kidogo ananifuata mimi. Sasa unajua dada kaika tukindege anakuja na kulalamikia simu yangu inasumbua nisaidie. Kwa sasa nikamwambia okay, wewe ndo our favorite tech bro. Chuo gani umesoma? Nimesoma UDSM. Okay. Na umesomea mambo ya tech? Nimesoma communications. Kwa hiyo unachokifanya sasa hivi ni kitu ambacho kwenye field yako pia, right? Not much. Yaani kama ningekuwa nafanya kitu ambacho kipo kwenye field yangu sasa hivi ningekuwa kama wewe hapa nimekaa. Lakini pia mimi ni content creator, kwa hiyo niko tu kwenye field yangu. Mafole, kuna kitu ambacho unakifanya watu wanakiita freelancer. Unakuita freelancer, right? Ni kitu fulani ambacho kwa mtu ambaye yupo kwenye digital, ulimwengu wa digital, anafahamu nini ambacho kinamaanisha ukisema freelancer, right? Lakini kuna yule ambaye ni mtu ambaye hafahamu. Ukimwambia mtu freelancer, mimi ni freelancer, akuelewi na okay, freelancer ndo nini? Na watu wanaamini kwamba kazi mpaka utoke nje, uende ukatafute, urudi jioni. Mtu akisikia neno freelancer, unaweza kumuelezaje kwa urahisi ili mtu aweze kuelewa zaidi? Bahati mbaya Tanzania wakisiga freelancer wanajua wale wanautembeza line wale na kuwapa watu, ndio context ambao bongo wengi wanayo kuhusu freelancers. Lakini kwenye dunia yetu ya kidigitali freelancer imetokana na neno freelancing. Freelancing ni uuzaji na ununuzi wa ujuzi mtandaoni. Kwa yule muuza ujuzi yule ambaye ni kama mimi ndio naitwa freelancer. Okay. Na ujuzi ambao unauza huko wa kidigitali. Okay. Sawa, kwenye hii field uliingia lini? Na nani alikufumbua macho kwamba you can do something kupitia? So kuna story around 2019 2020 kama nachanganya. By that time nilikuwa nasoma NIT. NIT ndio nilikuwa nasoma tech. Nilikuwa nasoma IT. Sikumalizaga NIT. But the story ni kwamba ilikuwa karibia na corona hivi, karibia na kipindi cha COVID. Tulikuwa na kipindi asubuhi. Sasa tukawa tumeenda darasani, alafu mwalimu akairisha kipindi. Sasa wakati mwalimu ameisha kipindi kingine kilikuwa kama saa 7 hivi au jioni, kama batimba siku nyingi sikumbuki vizuri. So shikaji ambao tulikuwa nao pale darasa moja wasema shikaji mapema twende tukale miogo. Pale na itigitini kwa nje kuna wadada sijui kama siku hizo bado hapo wanauzaga miogo fulani vimitamu sana. Siku nitapanga naenda hapo kutembea. So tumekula miogo pale. Mimi nilikuwa nakaa mbali kidogo na chuo. But kwenye shikaji ambao tulikuwa nao pale walikuwa wanakaa nearby na chuo. Kuna mtano unaitwa Makutano, kitu kama hiko. So nikaenda kwa hao washikaji, walikuwa wanakaa hosteli. Sasa nimefika pale na wakati tumeenda wote, lakini tulipofika pale kila mtu kachukua laptop yake akawa anafanya mambo yake. Wale washikaji walikuwa wanafanya kitu kinaitwa affiliate marketing. Lakini walikuwa wanatumia platform moja inaitwa Adistera. Sijui kama unaifahamu Adistera. Adistera? Mambo ya AdSense ya. AdSense kitambo sana. Kwa kuna namna walikuwa wanatengeneza matangazo, alafu watu wakikliki wanapata hela. Clickbait ya. Hiyo ndio siku kwanza naona mtu anaingiza $300. Siku hizi nimezoea, lakini enzi hizo $300. Kwa yani nilikuwa na maswali mengi, nilikuwa nauliza wale washikaji maswali mengi. Twitch sasa hivi ndio naelewa. Mimi nilikuwa kama vile nawasumbua wale washikaji. Lakini I think ilikuwa accidentally mpaka nikaenda kwenye ile nyumba ya ambapo wale washikaji walikuwa wanakaa. But nilivyorudi pale nilipoenda kwangu nilikuwa busy na simu yangu. Nilifanya kitu ambacho watu wengi wanafanya siku hizo, una Google how to get money online. Kwa nikawa naenda na search how to get money online, naangalia njia tofauti na huko ndo nika explore freelancing. But mbaya kipindi hiko
sio watu wengi wa Tanzania ambao walikuwa wanazungumza kuhusu freelancing, but mimi nilipata bahati ya kuona article kadhaa za watu wakizungumzia freelancing. Nikaenda kwenye baadhi ya platforms za freelancing ambacho huko mbele tutaongelea. Nikaona kuna wabongo wanafanya kazi, yani unakuta Mtanzania anafanya translation ana $1,000. Nikaona $1,000 ipindiko $500. Naona ni kubwa, like kwa kuna mtu analipa $1,000 afu mimi niko hapa. Na sana kwa sababu mimi nimesoma HGL advance, translation iko ni topic ambayo tumefanya sana, nilikuwa naipenda sana. Kwa nikasema kwa hiyo anafanya translation ya English to Swahili, kitu ambacho mimi naweza nikafanya, lakini kuna mtu anapata hela kwa kitu ambacho mimi naweza nikafanya. Then ndo hapo nikajisajili kuwa kama translator. Siku kwanza nimelipwa $5 ya kwanza. Sikulala. Okay. Sikulala. Kwa mara ya kwanza hiyo. Siku hizi hata zije ngapi fresh. So wewe katika safari yako ya kuwa freelancer, cha kwanza kabisa ulichofanya ni kuwa translator? Nianza kwa kufanya translation. Okay. Na kwa ujumla hii field ya freelancer unaweza kuifanya katika mambo gani haswa? Yani mtu anaweza kaisa mpaka niwe translator, au mimi ni mtu wa IT, nataka nifanye nini? Mimi ni mtu wa kitu fulani, mimi ni videographer, nataka niwe freelancer, nawezaje kuwa freelancer? Yani kitu cha kwanza, unajua watu wengi wana mtazamo kwamba ili uweze kupata hela mtandaoni lazima uwe mtu fulani hivi ambaye technical, uko vizuri kwenye mambo ya tech na nini. Lakini mtandaoni kuna vitu vingi sana ambavyo wewe unaweza kufanya ukaingiza fedha. Ukizungumza freelancing, kwa sababu ndio swali ambalo umeniulizia pekee, kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukavifanya ukaviuza kwenye freelancing. Lakini mimi nimewaga na vigawanyaga kwenye makundi 4. Kundi la kwanza digital marketing, kundi la pili inaitwa programming, kundi la tatu inaitwa writing, na kundi la 4 inaitwa creativity. Ninaposema digital marketing, mimi naonaga wabongo wanajitaga mimi digital marketer si nini, but digital marketing ni in essence ni combination ya skills tofauti ambazo zinasaidia biashara na brand za watu kusurvive mtandaoni. Na kwenye digital marketing kuna service nyingi sana ambazo unaweza ukaziuza. Unaweza kuwa social media manager, maana mtu anakupa account yake, una post, una respond. Umeona? Unaweza kuwa media buyer. Media buyer ni wale watu ambao wanaposti matangazo kwenye social media. Wanajua Google Ads. Sijui kama kuna watu wanajua kwamba hadi Snapchat unaweza ka sponsor ad na zikaenda. Okay. Kwenye karibia platform zote duniani, huko tunapelekea this ChatGPT zitakuwa na namna ambavyo unaweza kupost ad. Kwa watu wengi ambao wanafanya hizo kazi wanaitwa media buyer. Pia kuna watu wanaitwa copywriter pia ambao wako kwenye digital marketing. Kwa digital marketing yenyewe ina field zaidi ya 100 ambazo wewe unaweza kuzifanya. Kuna wengine kazi zao tu ni ku reply comments kwenye social media, especially kwenye zile page ambazo zina watu wengi wanafanya. Kwenye programming, nadhani programming wengi wanafahamu, unaweza kufanya website development, unaweza kufanya mobile app development, unaweza kusqueeze kuna no code development, unaweza kufanya kwenye upande wa programming. Kwenye upande wa creativity ndio kama kina BK ambao wanafanya video editing, kama wanafanya mambo kama UI and UX design. UI and UX design, UI inasimama kama user interface, afu UX ni user experience. So kwa yule mtu ambaye anatazama sasa hivi afu hana experience na hivyo vitu, user interface ni kwa mfano labda hapa nifungue Instagram dakika moja. So labda hii ambacho nakiona hapa mbele kwenye Instagram, hii ndio inaitwa user interface. Lakini kwa mfano kama wamepost hapa ku promote media nyingine, nikija nika like hapa au nikaja nika comment, hii ndio user experience. Yaani unajuaje sehemu gani ambao una comment, sehemu gani ambao una like. So mbali na UI and UX pia kuna watu ambao wanafanya website designing pia wana fall kwenye hii creativity. Ya mwisho ni sema writing. Writing kama unaweza kuandika articles, kama unaweza kuandika essays, kama like kitu chochote ambacho kinahusisha writing unaweza kufanya. Kwa hiyo field ambazo unaweza kufanya as much as una skill. Mimi huwa naambiaga watu skill ambao uko nao sasa hivi Tanzania, kuna mtu sehemu anatafuta mtu ambaye anaweza akafanya iko kitu. Okay. Zamani sana kuna client alinitafutaga. Yule client bwana yuko Canada, lakini kulikuwa kuna kampuni na hisi sijui ni mambo ya waya iko Keko hapo. Hiyo kampuni anajua iko Tanzania na iko Keko, lakini mawasiliano ya ile kampuni hawanaga mawasiliano wapi? Mtandaoni, online. Kwa hiyo yule client akaniomba, akanifuata. Alinipa $60, mimi nilikuwa nakaa Yombo Kilakala hizo. Alinipa $60 mimi kutoka Yombo Kilakala kwenda Keko pale ambapo nauli ni jero, nipanda daladala hizo. Nikaenda tu nikachukua ile namba, nilipata ile namba nikamtumia, akaverify, akajua ni yenyewe, akanipa langu $60. Kwa kuna hadi yani ukienda kwenye hizo platform
unaweza kukuta hadi kuna client anatafuta mtu kwamba okay mimi nataka tu niwe active, nilikuwa nafanya kazi zangu, nataka nilikuwa nasoma, uone niangalia hapo uhakikishe kwamba mpaka namaliza masomo like uko hapo. Yaani kuna kazi nyingi za as much as sometimes unachotaka kufanya ni kuwa tu kwenye presence kwenye hizo platforms na store hizo kazi, alafu unaangalia kitu gani ambacho kinakufaa kufanya. What do you need ili kuweza kustart hiyo safari ya kuwa freelance? Kuna vitu vitatu ambavyo unataka uwe navyo. Kitu cha kwanza lazima uwe na digital device, na maanisha simu ama laptop. Kwenye hiyo mimi waga niko straight kuwa na laptop. Kwa sababu bahati mbaya program nyingi zinatengenezwa kufit kwenye laptop kuliko kwenye simu. Okay. Cha pili kuwa na internet. Ndio maana tunasema bana wahusika nini internet iwe rahisi afiwe ili watu waweze kupata hizo opportunities. Okay. Na kitu cha tatu uwe na skills. Ukiwa na hivyo vitu vitatu una survive. Wakati nilikuwa na kasi fulani kwa kuna kesi nyingi za wizi. Mimi kaga nasemaga waje tuibe vitu vyote, lakini sijui wakaiba simu yangu na laptop. Okay. Because like nahitaji simu na laptop to survive. Hivi vitu vingine ni extra. Okay. Sawa, sasa hivi pia kwenye social, kwenye internet kumekuwa kwenye internet kwenye hizi platforms na ni digital na nini, kumekuwa pia na scammers wengi sana. Right? Watu wanakuwa ni waoga. Ukimwambia fanya hivi ili upate hela, japokuwa kuna michongo ya kweli inakuepo, mtu anaogopa ukifanya hivi nitakuja niibiwe, naambia mambo kwa kadi, mambo kwa nini. Unawezaje kujua kwamba hii website ambayo naenda kufanya kazi ni genuine, ni watanilipa kweli pesa yangu? So kuzungumzia scammers hizo bwana, kwenye lazima matapeli wawepo cha kwanza. Yeah, sure. Na kitu kikubwa ambacho mimi ningeshauri watu pia, unajua wabongo pia tuna hiyo changamoto moja, ni wagumu sana kujifunza vitu, especially vitu vipya. Inabidi kwanza tujifunze like lazima uji-update kila siku, ufahamu scammers kuna nini wanatumia mbinu gani ili uweze kusurvive. Kitu cha pili, kwenye hizo kazi usitoe hela ndo upewe kazi. Like mimi narudiaga kila siku, usimpe mtu hela ndo akupe kazi. Yaani hasa kama anataka akupe kazi, kwa nini akwambie umpe hela? Like hapo ndo watu wengi sana ambao wanapitia hizo changamoto. Unajua si nchi zetu shazoea ukimpa mtu kitu ndo anakusaidia. Lakini in real sense kwenye huko mtandaoni ukisikia mtu anakuambia tu nipe hela nikupe kazi, kataa. Kazi nyingine pia za kuwa nazo makini, mtu anakuambia bwana wewe fanya kazi tutagawana pasenti. Hizo pia ni za kuziepuka. So matapeli wapo kwenye hizi platforms hizi kwa mfano za freelancing. System waga ipogo straight. Kama mteja atakiwa kutafuta wewe kupitia WhatsApp au kupitia njia nyingine, mnatakiwa mzungumzie kwenye hiyo platform, na usianze kazi mpaka kutumia offer. Yaani kutumia offer kazi pale una accept. Maana yake kutumia offer ile platform kuna hela yake una hold. Sawa, lakini sasa watu awafuatilia hivyo wote, wanaforce tu kwenda kuwasiliana na wateja kupitia WhatsApp. Mbali na hivyo, taarifa zako za nini? Taarifa zako za benki na nini? Ni vitu ambavyo unatakiwa uvifiche. Unatakiwa uze siri zako, lakini wabongo mtu na kwanza atapost kadi yake, atafanya kitu gani? Lakini si ndo unaziweka kwenye payment hizo? Yes, unaweka kwenye payment. Ambacho inamaanisha kwamba hizi baadhi ya taarifa zako kama CV na nini hazitaki kuwa public. Lakini kwenye hizo platforms za freelancing kuna njia za malipo ambazo zinatumika, ambazo ziko secure na zina namna yake ya kuziweka kwenye platforms. Kuna platforms za kupokea malipo. Sijui kama Wikimedia anatajua na ruhusa kuzitaja. No, it's okay. Yeah, kuna njia nyingi za kupokea malipo. Kuna kwa mfano kuna website kuna app inaitwa Gray. Hiyo Gray yenyewe inakusaidia kutengeneza akaunti ya benki ya Marekani, like super Tanzania hapa. Lakini unafungua akaunti ya benki ya Marekani. So kwa nini ufungue akaunti ya benki ya Marekani? Kwa sababu kwa hizi platform nyingi zimetengenezwa Marekani. Umeona? Kwa kama zimetengenezwa Marekani, wana system ambayo ni rahisi kuwalipa watu wa Marekani na kodi zake ni ndogo. Kwa ukitumia app kwa mfano kama Gray ukatengeneza akaunti ya benki ya Marekani, maana yake unaweza kutumia kupokea hela kwenye hizo platform zote. Ningetaja PayPal, lakini bahati mbaya PayPal bongo yetu huwezi kupokea kupitia PayPal, and ndio kitu ambacho sisi tunapigania kila siku. Like tushaongea sana, and I think sijui PayPal wana shida gani, kuna vitu gani wanataka compile, but mimi I wish siku moja nisikie washikaji wameruhusiwa and watu wanaweza wakapokea, sababu hapo ndo Wakenya wanajua wanapotopiku kwenye, na ndio maana watu wengi sana watakiwa wakasije karuka na mimi kwa sababu tuambie tu watu wengi watapiwaga na majirani kwa sababu wao wana access ya baadhi ya vitu, kwa mfano kama PayPal. Watu wanaenda nakuzia PayPal, si nafanya nini,
au PayPal yangu unatumia mtu akupokelea hela yako. Unajua mtu anaweza kuwa na nia njema kukupa hela yako, lakini sasa muda ambao hela yako ndio imeingia na matatizo anafanyaje sasa? Anaitumia kwa na kwa nini sometimes tunalilia platform kama PayPal why tuna option nyingine? Kwa sababu kuna baadhi ya websites option pekee ambao wako nayo kupokea malipo ni hiyo tu. Sasa maana yake unaweza kuwa uko vizuri na unaweza kufanya kazi, lakini kwa sababu huna hiyo platform then you always find kutumia kupokea hela. I wish ambao wahusika wangekuwa na hiyo kwamba wanaelewa kwamba, sijui kama wanaelewa but I feel like I wish wangekuwa wanaangalia concern kama hizo zinaendaje. Okay. Kuna petition ina miaka kama 10 mtu ipo kwa like mimi mpaka naiona juzi kwa kama sina miaka 7. Nasema kwa hiyo like hiki kitu watu wameanza kulilia miaka hiyo but hakuna change yote imefanya. Kwa hata mimi nikijaza hiyo petition sidhani kama kuna any change ambayo inafanyika. Maybe next year ambao taingia kwa vijana kama sisi ambao wanaweza ka feel pain ambao sisi tunaishi. Pesa yako kubwa sana kulipwa kipindi cha mwanzo unaanza kazi yako. Wakati ambayo ilikushangaza kama okay. Anyway, okay, so pesa kubwa of course nimeanza kufanya 2019. Pesa kubwa kuna hela kubwa bado sijaanza kulipwa. But kuna ile amount ambayo iliingia mpaka moyo unasema da kupe mchongo upo uko serious hivi. So ambacho kinachitokeaga mimi mimi waga nikiangaliaga bank statement ambazo hizi kazi ambazo nimefanya online, nikiangaliaga bank statement ndio hapo nakwaga like kumbe kuna hela nyingi ambayo imepita kwenye account yangu alafu mimi sifahamu. Yaani hizo bank statement ndio waga zinanishock kwa sababu unaweza kushangaa labda mwezi mmoja. Unajua tofauti na sisi na wafanyakazi wengine kama unaweza kushangaa ndani ya mwezi mmoja mteja amekulipa mwanzo wa mwezi, katikati ya mwezi na mwisho wa mwezi. Maana unaweza kuwa na mteja zaidi ya mmoja. Kwa sasa nakoga nashangaga mwezi nimelipa $5,000 and ukija kuiconvert kwenye shilling no niko na kuonyesha hapa wakati tumeanza kuna kazi ambayo sasa hivi nafanya current Twitch na hisi ndio naweza ngasema ndio hela nyingi, japokuwa sasa nimeanza kufanya swing sikumbuki, ambao ni wanalipa nimepata mbili at same time, ambao moja $53 nyingine $50 ambapo per hour ambapo sasa sikia zikakutana pamoja maana yake hapo ni $103 kwa lisali moja. Yaani kwa lisali 260. Kwa lisali moja. Ni kazi ya nani wa project. Ni kwa sababu tuna idea siwezi kuonyesha kwenye kamera but wewe nimekuonyesha unaweza uka confirm maana yake. Kwa hiyo hapo ndugu yako utakuliambia ni wewe nguvu zako za masaa utakaweza kufanya kazi au wanakuwekea limit? No, wana limit ya masaa 40 kwa wiki. Kwa wiki masaa 40. Masaa 40 Okay. Lakini sasa mbali na limit ya masaa 40 kwa wiki but wana option pia ambao unaweza kaomba uongezewe baadhi ya masaa kwenye nanio like masaa 40 kwa wiki ni sasa kwa siku masaa mangapi kwa masaa 8 kwa siku. Which tunashinda huko asubuhi kwenye makazi yetu haya mpaka hapo unaweza kuingiza $4,000 unamaanisha? Sio naweza. Kuna jamaa mmoja anafanya interview naye kwenye YouTube yangu aliingiza $11,000 kwa mwezi kama milioni 30 hivi. $11,000 kwa mwezi. And ukiangalia kwenye interview ambayo nimefanya uzuri jamaa alisha kabisa, unaweza kuona ni mbongo. Nitaletea wewe. Nitakuletea jamaa kutana naye kama atakuwa interested kufanya conversation na wewe atafanya. To be honest, ela online ziko nyingi. Ijumaa nilikuwa na interview na client wakati tunafanya interview of course sio kwamba naweza pia cause mimi uzuri niko kitu kimoja ambacho napendaga sana kwa sababu waga sina napendaga sana kuwa sitaonyesha kwenye kamera but unaweza kuona huyu client reach out kwangu LinkedIn, hiyo reach na mimi muda. So huyu client reach out kwangu mimi na Ijumaa tumefanya interview but hata majibu ya interview hajatoka. Kwenye swali niuliza nataka ulipo shilingi ngapi, mimi nikamtajia $2,000. Ukiangalia kwa chini alikuja akarudi na mimi nilimtajia $2,000 ni kama milioni 5-6 hivi ya Bongo. So mimi nili mention random $2,000 akaitikia tu akaniambia sawa, umeona. Lakini sasa nilipokuja nikakaa mwenyewe nikasema wait, mteja nimwambie milioni 6. Nikaanza sasa kwenye scenario ukimwambia mteja wa Kibongo pia milioni 6 anaweza kukushangaa. Huyu jamaa mambo milioni 6 bado hajanipa kazi to be honest, kwa sababu interview nifanya Ijumaa but I'm waiting kwa sababu nilimuuliza pia lini ni expect majibu, akaniambia maybe mwanzoni mwa wiki ijayo. Kwa wiki ambayo inaanza kesho Jumatatu anaweza reach out kwangu mimi. But mimi nawaambiaga wakoloni walikuja huku kwetu wakala hela
za yani wakafanyisha kazi wa babu zetu. Sasa hivi ni muda pia wa kula hela zao. Okay. So like hapa nalipiza kisasi cha wakoloni. Okay, wewe unaambia ndugu yangu hapa kwa mwezi actually kwa mtu ambaye anafanya kazi akaamua kudedicate muda wake ana uwezo kugenerate how much kwa makadirio yako, kwa experience watu ambao umekutana nao mpaka sasa hivi, kwa mwezi unaweza kugenerate kitu kiasi gani kupitia njia ya mtandao? So Ricky, mimi nataka niwe honest kwako na pia hata kwa ambao wanatazama hapo namna ambavyo hii inafanya kazi. Unaona kwa mfano mimi wakati naanza zile freelancing sijui na nini, range zangu zilikuwa zinacheza $300 kwa mwezi. Kwa mwezi, na haikuwa consistent. Yani ndio zile siku za mwanzo $300 mara imekuja sijui 200, then nikaanza ikaja ikapanda mpaka $500 kwa mwezi. Sasa nikarudi chuo hapo, kama umesikia story zangu nikutajia nisoma NIT nikasoma na UDSM. NIT nisoma mwaka mmoja tu nikachana mambo ya chuo nikajikita zaidi kwenye mambo ya freelance. Ulianza kupata hela. Kwa sababu baada ya mwaka nikatamani tena kurudi chuo. Kwa nilirudi chuo. Sasa nilirudi chuo, I have tena kufocus na chuo, afu ya mambo ya freelance nikawa nafanya tu kama passion. So nikapataga pia kazi. Kuna kampuni ya Marekani ambayo nafanya nao kazi mpaka sasa hivi. Imagine waniajini kama mwaka wa kwanza chuo. Kwa sababu tu ni kwamba nilikuwa nishajifunza skills za online za hivi vitu nikawa navifanya. Sasa what happened, sasa hapo ranges kawa sasa hapo sasa ndo nitoka kwenye $300 ngapi mpaka kana kuja 500 700 na ngapi. Baada sasa hivi nilipomaliza chuo, sasa hivi macho nimemaliza mwaka jana 2024. Sasa hivi ndo nimerudi yani ile honest kwenye, yani nimerudi nafanya freelancing. Ndio unaweza kuona kwenye contract zangu, na maana sasa hivi mwanao nimekuwa voice, nimekuwa na kelele sana Instagram na naniu. Yeah, I have niko na multiple client. Naweza nikamesha mfano kuna hawa wa $53 Twitch hawa wanatoa kazi kwa project. Kwa mfano walitoa project ambayo sasa mimi nilikutia mwisho nikawa nimefanya masaa machache washanilipa tayari. I'm expecting maybe kuanzia wiki ijayo na nini wataleta tena project, lakini bado hawajatoa tena project. But nafikiri na wateja wengine hapa, kuna hii platform inaitwa Upwork, nisema nita mention. So ukiangalia hii platform ya Upwork, hii inaweza nikaonyesha. So okay, niko hapa, niko na client kadhaa niko nao kwenye interviews. Sawa, unaweza kaona. So na client Upwork na client pia wa LinkedIn ambaye ametafuta. Kuna sehemu nafanya pia na community yangu na website www.maforebaraka.com. Kwa sababu pia kuna watu wanataka sana wajifunze kwangu, so I have kufungua website ndio akijisikia tu kujifunza naenda tu huko. So like I have multiple clients ambao niko nao. Normally kwa mtu ambaye anaanza, so kwa kujibu sasa swali lako, kwa mtu ambaye anaanza kabisa mtoto ajui kitu chochote, kwanza ataanza kucheza hapo kwenye $50 mpaka 200, akizidi sana 300 nenda na kurudi. Yani hiyo pesa atacheza nayo hata miaka 2-3. Yani hapo maana yake ndo atajifunza kwamba platform hii inatoa kazi, skill. Kwa sababu mshasiku ukienda pale kujisajili pale, yani wewe kama wewe sasa hivi, sidhani kama kuna skill tofauti utafanya tofauti na translation. Na translation sasa hivi kila mbongo anaenda kwenye hizo website. Kwa sababu mimi nilikuja nika change kutoka kufanya translation, sasa hivi nafanya sana community management, lakini pia na train AI, nafanya anything around marketing. Ndio vitu ambavyo navifanya sana, like kuna train AI. Soko vitu ni vingi. Yeah, kuna train AI na YouTube channel yangu, na nadhani project ambayo nakuja nao mwishoni mwa huu mwaka ama mwanzoni ni kuna multiple podcast nitakuwa naziproduce kwa ajili ya watu. Hizi content lakini watu wengine tu watakuwa wanashoot wanaonekana. So ukishapiga hiyo labda $50 mpaka 200 300 hapo kwenye miaka ya mwanzo, ndio utashift sasa utakuja kwenye 500 mpaka 1000, then utatoka kwenye 1000. Like sasa changamoto kubwa hapo kwenye 500 na 1000, hapo usipo scale, yani usipobadilika, yani usipofanya investment iweza kwenye kuongeza skills ama kwenye kununua vifaa kufanya nini, hapo unaweza ukacheza miaka mingi sana. Yani sasa kuondoka kwenye hapo $500 mpaka 1000 kuja kwenye $1000 mpaka $1000 mpaka 2000 mpaka 3000 5000, sio tena hiyo, sio tena skills tena. Yani skills haimati sana, inamata uzoefu wako kwenye kazi, muda gani umeshafanyaga kazi na nani huko nyuma, na namna gani ambavyo umeinvest kwenye kazi yako. Ndio maana nashauri sana kama unaanza freelancing usifanye kama kazi ya extra. Like kuna watu wanasema kwamba okay nitaingia kazini but freelancing nitafanya kama extra. Kufanya kama extra itakupa kitu cha hela ndogo ndogo za kawaida.
but ukiwa unafanya kwa mfano kama mimi ni full time freelancer na kampuni nafanya nao kazi iko remote, lakini pia na project zangu mimi mwenyewe ambazo nazirani. Na maana labda wenye ofisi yao labda watakuja na ofa kubwa sana kunitoa huko, lakini maisha yangu yako peaceful. Hauna ndoto za kuajiriwa? Kama mwisho siku tunafanya kazi kwa ajili ya hela. Kama watu wakija na hela kueleweka ambao unaweza nikakaa nayo. Pia sometimes pia sio hata hela. Maybe labda ni kitu ambacho labda utakuwa unafanya na passion nacho naweza nikafanya. Unachokifanya wewe ni kitu ambacho nakasema AI inakuja kama kuchukua hilo soko lenu. Kwa sababu vitu vyote kama mtu translation siku hizi AI inaweza kufanya kila kitu. Sio vitu gani inafanya AI kila kitu. Yeah, so AI yao tishio kwenu. AI itamgusa kila mtu huo ndio ukweli. Na wewe ishakugusa. Yeah, na ishanigusa na ishagusa watu wengi. Sasa namna ambavyo unaiangalia AI ndio most of times ita determine either ikutese ama unufaike nayo. And kwa watu kama sisi, kwa mfano kama mimi natumia sana AI kwenye baadhi ya vitu ambavyo nafanya kazi. Yaani AI mimi kama msaidizi wangu. Sasa ukitumia AI kama tool ya kukusaidia, ni rahisi sana kunufaika kwenye haya majukwaa ya freelancing na nini. Kwa hiyo it's true AI kuna baadhi ya kazi zitazichukua, but ukweli ni kwamba pia kuna a lot of kazi ambazo zitaitwa na AI. Kuna shirika zangu wanafanya kitu inaitwa YouTube automation, wanatumia AI kutengeneza video za YouTube. Crazy. $5,000 nafikiri ni kiasi kidogo wao kwa mwezi kuingiza. Fanya tu research ya YouTube automations. Okay, kwa mtu ambaye ndo mara kwanza anasikia YouTube automation, unatengeneza channel ya YouTube, but unatumia AI kutengeneza, siku unajua kuna AI za kutengeneza audio, kuna AI za kutengeneza video. So unatengeneza video ambayo inaweza ikawa consumed na mataifa ya magharibi. Assume sasa unaposti video hapa Bongo, inaangaliwa na watu wa Marekani na inaenda viral. Kuna video nyingi, yaani kuna documentaries nyingi ambazo ukiingia tu pale ukiziona ni za Kiingereza kila kitu, visual ziko kali. Unaweza kujua zile documentaries zinatengenezwa na watu wa Marekani. Kumbe ni mbongo tu mmoja kaunganisha AI zake 2 3. Okay, labda kwa context wa jamaa mmoja anaitwa Temidayo, mshikaji wangu sana. Kama kwenye video utakuwa kwa nanio. Ushaona zile video ambazo wanazitengeneza zile za nanio. So wanafanya YouTube automation, wanatengeneza video za aina zile, alafu wanaziput kwenye YouTube. Then kuna namna ambavyo sasa unabidi unalenga zile niche ambazo watu wa magharibi wanapenda kuangalia. So unajua viewers 10,000 wa Marekani na viewers 10,000 wa Bongo ni tofauti. Sawa. Unajua hii kazi ambayo naifanya, najua hata nyumbani kulikuwa kuna changamoto moja kuamini kwamba kweli mtoto wetu tumemsomesha, anachokifanya kinampa faida. Hakukuwa na ugumu nyumbani kuona unashinda uko zako nyumbani, kazi unashinda nyumbani. Kisha nakumbuka wakati naanza YouTube, mwenye nyumba ashakunichaga mjumbe mimi. Sasa huyu kaja kupanga. Anashinda ndani. Akitoka ni usiku tena weekend, Jumamosi, Jumapili ndo anatoka. Narudi alfajiri. Anashindaga tu ndani. Anaishi maisha fresh tu. Anafanya kazi gani? Likaa ni swali. Sije kaja mbazi, mjumbe akaja. Kwa mtu watu hawaelewi kwamba kumbe natoka zangu usiku naenda kwenye events kuchukua content. Yeah, maramusha dadangu ananiambia yeye ndio nimaliza choka, ananiambia sasa unaenda lini kuomba kazi mdogo wangu? Hapo nina kazi kama miaka 3 nafanya kazi. Okay. Tena nafanya kazi kampuni kubwa tu miaka 3. Sasa in real sense ni kwamba of course ni changamoto, hivi ni vitu vipya. Hata sasa hivi Sky na familia kuna sehemu nimepanga na kama mwenyewe. Lakini pia ni kama familia nahisi kama uko secured kabisa. Yaani unaona kama vile ni baba wa nyumba, but ni sijui, but nahisi sasa hivi wakiona anafanya interviews kama hizi na Ricky kwenye hizo media kubwa, pia nimesafiri nchi nyingi. Nafikiri hata wiki 2-3 hapo sijazo pia nasafiri tena, na kama trip 2 zinakuja za nje ya Tanzania kama miezi 2-3 hapa inakuja. So ukiona vitu kama hivyo asema okay, maybe kitu ambacho anachokifanya kinampa hela na kina make sense. Na hata kuna ile unakuta labda mzee au ndugu zangu wamekaa na watu, wanamuona mwanao, na hata ukimwona leo wakiniwa leo kwenye Ricky Media utasema tumemwona kwa Ricky bana piga story fulani. Kwa of course kwa jamii bado ni vitu vipya, but mimi hii ni special kwa wazazi. Kama mwanao ana ndoto ya mambo ya teknolojia, hii mitandao na nini, usimzuie. Sana tu mtengenezee mazingira aitumie positive iweze kumnufaisha. So kama ni parent hapo na mtoto na unaangalia Ricky Media, huu ndio muda sasa hivi. Chukua muda, kama mwanao ana interest na hivi vitu, mtengeneze kwa namna ambayo zitaweza kumnufaisha. Ama ndio kama una mwanao ni mdogo na unatamani aanze kufanya hivi vitu, anza kumfundisha kidogo kwa sababu uko mbeleni. Hela zitakuwa, yani okay, kwenye mambo ya internet sasa hivi
zina hela na zinatengeneza opportunity nyingi. Kwa mfano kwenye media zamani ilikuwa mtu lazima afanye hizo mainstream ambazo zilikuwa 2-3. Hiyo sasa hivi watu wangapi wameajiriwa na media ambazo tu ni za YouTube. Niko tunaangalia jana YouTube kama wametoa kama dola bilioni 15 hivi kulipa creators, like kama half ya hela yao wanalipa creators. Kwa maana yake huko tunapelekea kuna watu career zao zitakuwa totally kama mimi ni YouTuber. Kwenye nchi za wenzetu shaanza. Yaani mtu career wenzetu wako zamani sana. Yaani mtu career yake kwamba okay hata like anaweza tu tunasema mimi kimeweza tu nataka tu ni YouTuber. Na kwa na produce like a show. Yaani ana produce show kabisa ya YouTube na YouTube ndio inaendesha maisha yake. Kwa huko tunapoelekea mzee kama wewe ulikuwa mkulima and it's fine man. Now it's time pia watoto wachague career nyingine. Sawa, kingine ningependa kufahamu ndugu yangu. Una maswali mengi leo. No, ni muhimu. Unajua hichi ambacho ukifanya ni kitu ambacho natamani watu wengi sana wafahamu. Nitajie website ambazo mtu anaweza kaanza as a beginner kuweza kufanya hizo kazi za freelance. Websites ziko nyingi na mimi waga nastaja sana na bahati mbaya watu wengi wasema moja bana nasema kuna siku ishanitaga shida nitaje website ambazo tunapata hela. Nikasema watu unajua wana get keep website zao But anyways kama unataka ufanye kazi mtandaoni website ziko nyingi. Kuna website ya kwanza inaitwa Fiverr www.fiverr.com. Hata mimi nitazitafuta. Kuna website ya pili inaitwa Upwork www.upwork.com. Hizi ni za freelancing. Kuna nyingine inaitwa Guru www.guru.com. Kuna nyingine inaitwa People Power www.peoplepower.com. Sasa hizo zinatoa general jobs ambazo unaweza kuzifanya. Umeona? Lakini kuna kazi ambazo zinatoa specific jobs kwa kulingana na skill yako ambao uko. Kwa mfano kuna website inaitwa Steps STEPES. Inatoa kwa watu wa translations tu kazi. Kuna website nyingine inaitwa mbona sawa website. Kuna kwa mfano kama kuna tool inaitwa Wix, wana Wix Marketplace. Na pia siku hizi kwanza kuna kazi za kutrain AI. Yaani Gemini, Google nini, ChatGPT na nini unazitrain. Kuna website ambazo zinatoa hiyo kazi. Unaitrain kivipi? Yaani unatrain vipi AI? Kwa mfano kuna kazi moja nilipewaga ya kutrain AI Kiswahili. Maana yake nilipewa pale sauti ya Kiswahili nisikilize. Alafu nasema kwamba hii sauti ni mwanamke, hii mwanaume, huyu atakuwa na miaka fulani mpaka miaka fulani anapoongea hivi. Sio umeelewa? Kwa zile ndio maana unaona zile AI baadaye ukija ukaletewa tu kama Google unashangaa tu inakutambua. Like yani kuna baadhi ya vitu hii AI imejuaje? Kwa nani ambavyo ikifundishwa yani kama ulivyokuwa mdogo mzazi wako sana anaweza kuambia hiki ni kiti. Hiki ni kitu fulani. Lakini baadaye unajikuta kwamba ushajua kwamba hii dirisha ukiona sijui pao unaona kabisa sijui mbao na nini ndo ambavyo AI inafundishwa. Na hizo website ni crazy. Cheki kuna website inaitwa Meka hapo. Meka MERCOR. Search. Alafu nione kama ndio yenyewe. Hebu fungue. Alafu hakuna sehemu ambayo wanaonyesha kazi shuka chini. Start work. Kama angalia hizo kazi wanalipa dola ngapi hapo? Wewe mwenyewe angalia. Legal expert wanalipa dola 110 mpaka 130 kwa lisaa. Kwa lisaa moja. Kwani hamna wabongo ambao wanafanya mambo ya sheria? Na ni remote hizo zote. Angalia hiyo inayofuatia wanalipa shilingi ngapi? Inayofuata inalipa dola 500 kwa hour, nyingine inaitwa consulting expert dola 120. Kuna hii generalist video annotator, kuna generalist project velocity, kuna hii content creator hapa kuna dola 45 inatuhusu kabisa hii dola 45. Kuna mbongo nilimtenia mambo akapata kazi ya dola 84 akanitumia. So kuna hiyo inaitwa Meka wanatoa hizo kazi. Kuna nyingine inaitwa Aligner. Bwana kuna vitu vingi tuvijui bwana kumbe. Unaweza kuwa Meka zako tu nyumbani wewe kwa siku unakunja zako hata dola zako unajua mkope kitu moja. Kiwalisia kabisa kwa maisha yetu ya Kitanzania. Unajua unawaambiaga watu wanakataa tu lakini maisha ya Tanzania ni very cheap. Very very cheap. Mfano Bongo ukiweza kuingiza dola 100 kwa siku. Dola 100 unazungumzia 260. Sawa? Dola 100 kwa siku kwa mwezi dola 3000. Dola 3000 ni milioni 7 na hata mkuu wa wilaya alipo hiyo hela mkuu wa mkoa. Unaishi lako tu fresh. Kwa hiyo hela kwa Bongo huku unakaa eti Makongo unalipa dola unalipa nyumba milioni au 500,000. 500,000 milioni. Unalipa milioni 7 kaka. Ni unaishi maisha ya luxury kinoma. Unaishi lako tu fresh. Luxury sana unaishi. Kwa hiyo ni hela nyingi sana. Na unaona kwa mfano kama hiyo website ipo tu. Hizo kazi zipo but wabongo ngapi wana apply hizo kazi?
hiyo nimekuonyesha. Niliona hata moja alikuwa ananiambia kwamba mfano kuna scholarship nyingi sana zinatoka, watu hawajui kabisa. Yaani scholarship ziko kasome wapi? Wanataka tu matajiri kusoma Ulaya. Kumbe mimi na mshikaji wangu mmoja hivi. Nilikuwa namuuliza wewe kujema umepata wapi kwenda kusoma Marekani? How comes? Wanangu mimi niko tu umepigiwa mchongo kabisa. Amna. Akanionyesha kila kitu bwana. Mbona mimi hii hapa. Na akanionyesha mpaka namna ku-apply, mfano hizi hapa unaenda unaitwa wanakulipia tiketi ya ndege, kuna workshops ya nini wanakulipia tiketi ya ndege, kula kila kitu wanakupa wao wenyewe. Lakini wabongo hatufahamu, wanaofahamu ni hao ambao kama kina nyinyi. Mliopata exposure mapema. Kwa hiyo nyinyi ndio mnafahamu, natumia hizo opportunity. Kwa kukuta na mtu ambaye anaweza kusema kwamba nimepata kiasi fulani, nimepata kitu fulani, unaweza kufanya ni wachache kiwalisia. So muona kwa mfano hiyo website nimekuonyesha hiyo Meka kaangalia video ambayo nimeshare TikTok nazungumzia hiyo Meka. Kwa mtu ananiambia uongo sijui nini, but si unaweza kaenda ukasearch ukaangalia. Bongo sisi hatuamini kwamba unaweza ukafanya kazi online. Mimi hata mshua wangu wakati naanza kazi hii ya online, mimi by profession kabisa, mimi ni mwalimu. Nimesoma HGL kama wewe. Sawa. Mimi ni mwalimu kabisa. You understand? Wakati nimemaliza chuo, mshua ananiambia anza, kwa sababu tumemaliza chuo 2016 ndio muda huo sasa zile ajira zikawa hamna kabisa ajira. Umeelewa? So mzee akaniambia kwamba bwana inabidi mfanye mchakato ndio shule ya private. Mchongo nikipiga picha shule za private kilipwa nyingi sana. Sasa tuko wengi, yani hatupo kwenye soko tena, walimu tuko wengi ambao wengi hamna ajira. Umeelewa? Ukipewa na nyingi 300,000 lakini 500,000. Kabla mzee mimi sijioni huko. Kutaka kwenda jeshini kabla mzee hapana. Yaani kuna kitu ambacho natamani mimi nifanye kwenye maisha angalau unaweza kufika hatua fulani. Nikaanza mambo ya YouTube. Hakuna nani elewa. Unajua mtu anakuwa tunashinda ndani unakesha. Unafanya voice over, tafuta kazi, unaanza mpaka unasema. Mimi nimeondoka nyumbani, nimeondoka kwa kangu mikitambo. Yaani kwamba naondoka unapoenda unafanya, lakini nalipo hela ya kwanza $100. Unashangilia $100. Sikuwa kama shilingi dola 1000, ilikuwa ni 2300 kipindi hicho. Basi hizi kazi za digital hizi ndo sisi ambao hatuna connection, hatuna wazazi ambao wamekuwa kwenye serikali na nini huko. Kazi zetu zinatufaa hizi. Hizi ndo kazi ambazo tunataka tukabati nao. Lakini hizi za kwenda hizi kama hakuna mtu anakujua. Naandika barua si miaka 10. Kwa sababu kaa ofisini. Kwa nilikuwa nasema website, kuna hiyo inaitwa Meka, kuna nyingine inaitwa Aligner, kuna nyingine inaitwa Invisible Jobs Marketplace. Huko kuna kazi hadi za Kiswahili huko ambazo like una train to AI Kiswahili na unalipwa. Like zeshu ni kwamba niwe tu honest, hizi kazi zipo pia kuzipata sio rahisi kwa sababu pia kuna competition. Mimi nilikuwa naambia tu zamani wewe unajua ambaye mtu unashindana naye labda ambaye umesoma naye UDSM au umesoma naye hapo Benjamin Mkapa. Lakini dunia sasa hivi mtu ambaye unashindana naye mtu ambaye yuko Asia uko China ama yuko Marekani ambaye education system yao ya serikali yao ni bora kuliko ya kwako. Sasa ili uweze kushindana naye ni sasa wewe sasa hivi uanze kujifunza skills. YouTube kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza kujifunza kwa watu. Wapi uko? I'm sure kuna mtu ataangalia hii video sasa hivi atafanyia kazi, atapata hela na atatoboa huko. Alafu kuna mtu ataangalia hii video utaipuuza. Alafu sasa yeye mwingine baada ya miaka 5 atakwambia kwamba niangalie video fulani Baraka alifanya na Ricky. Ameingiza hela kiasi fulani, si nini naingiza hela kiasi fulani. Na ndio inakuwa career. Like mimi mpaka nashangaga like hususan zinapokuja hizi deals kwamba sijui Baraka inabidi uende nchi fulani kutrain kufanya nini. Nasipaka kitu niasaka kama utani. Lakini sasa hivi ndio kinanipeleka nchi za watu kufundisha watu. Ndio ambacho sasa hivi nimekaa nafanya interview na mtu ananipa anaongea naye ananipa $1,000, $2,000, $3,000. Yaani hizo hela mimi sometimes kukaa hivi nazoongea na washikaji wanakuambia yaani unaweza kwa jamaa anajigamba anafanya nini. Lakini sasa zishaingia kwenye account zangu nishakuziona. So it become normal. Kwa I feel like tuna safari ndefu kama sisi na pia as much as kuna tatizo la ajira this is the time ambao inabidi tu combine digital jobs. Okay. Huna connection, huna nini, Kiingereza kidogo unacho. Nilikuwa sema hapo lugha Kiingereza lazima kidogo vizuri Kiingereza. Sio vizuri lakini kama if you can kudanganya kwa sababu hizo kazi nyingi zinafundisha. Yaani okay. Kwa mfano ku edit Adobe. Inahitaji Kiingereza gani? Unaweza kumwambia bwana mimi najua. Au unazuri siku hizi waajiri siku hizi wanaruhusu kusema kwamba iko kitu nikipia kwangu lakini naweza nikajifunza. Na wengine wanakupa yani kwa mfano kama siku za AI wanakupa hadi material ya kujifunza. Ujifunze afu ndio usifanye. Sasa kama kuna hizo opportunities za kujifunza na kufanya kazi kwa nini usiende? Okay.
Sawa Baraka, mimi kimsingi nilichokuwa nakitamani kukifahamu nimekifahamu sana kutoka kwako ndugu yangu, na nimekipata in deep detail. Mfano mtu sasa anataka anajua mtandaoni pia upo na nini, anataka kupata direct contact na wewe, anaweza kukupata vipi hapo? Okay, so of course mawasiliano yangu yako public, lakini kama mtu anataka ajifunze kwangu, mimi nimetengeneza community kwenye website ya www.maforebaraka.com. Like ni kama ibisa nitafuta sehemu ambayo iko closed, mtu anataka ajifunze aingie tu huko. Kuna video zangu pia na YouTube ya Mafore Baraka, kuna video za bure anaweza kaangalia huko. Lakini kwenye community yangu ya www.maforebaraka.com kuna video nyingi ambazo anaweza kujifunza pia. Waga tuna kila Ijumaa waga tuna session, tunakuwa na meetings kwenye hiyo website yangu. Kwa kama mtu amejoin member wa community anapata access ya hiyo vitu. Okay. Lakini pia wanaweza kaanza tena video zangu kwenye YouTube yangu Mafore Baraka. Like kwenye mitandao ya kijamii pia natumia Mafore Baraka. Naona hata ushaonaga kuna video nyingi sana ambazo naelezea watu. Uzuri kwenye video zangu mimi kama ambavyo kwenye interview nimeongea kila kitu pure. Mimi naongea kila kitu. Wewe nenda kapambane. Lakini sasa ndio ukitaka ule muda wangu like ujifunze kutoka mimi direct, ndo ingia kwenye community. Kwa hiyo kama mtu na akili ya haraka, video zangu kadhaa 2-3 unaweza kufanya. Okay. Na hizo kazi sometimes ni kujilipua tu. You just go and apply. Hakunaga formula sijui mpaka Baraka ndo kufundisha ndo upate hizo kazi. Au sijui friend ndo akupe CV sijui nani akwambia sijui ukiomba hivi ndo unapata. Hapana, sasa ndio tukaomba tu kwa sababu hiyo client anataka tu watu wengi, ukajikuta tu umepata zako kazi. So it's more of wewe, yani unataka watu wenye roho ngumu hizo kazi. Okay. Wewe apply. Yani kuna mtu anasema hata kuna kazi unakuta kazi wanataka watu wa South Africa ni remote. Wewe unaambia bwana mimi nakaa South Africa. So nasikilizaga mapiano za Chino bwana, maneno matatu ya South West kosa. Naambia tu naenda. Bwana nashukuru sana kwa time yako bro. Asante. I hope haitakuwa mara mwisho. Yeah, of course. Hapa ni nyumbani bwana. Mimi naitwa Ricky, nilikuwa na Baraka hapa, tumezungumza mambo mawili matatu of course kuhusiana na issue nzima ya kazi ya freelancer. Najua utakuwa umepata vitu na nitamrudisha hapa kwa mara nyingine tena kuweza kujifunza vitu vingi sana. Behind the camera man KB Pixel amesababisha mimi na Baraka kuonekana hapa. Till next time. Bye bye.